Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wana mezani popote mlipo. Taarifa nyingine tuliyokuwa nayo hii leo ambayo ni siku ya Alhamisi Aprili 10, 2025 ni yale maandamano yanayoendelea katika mataifa mbalimbali duniani kwa ajili ya kuwaunga mkono wa Falastini na kupinga dhulma na mauaji yanayoendeshwa na Marekani ikishirikiana na Israeli huko katika ukanda wa Gaza nchini Falastini. Maelfu ya wananchi wa Morocco wamefanya maandamano huko Rabat, mji mkuu wa nchi hiyo, wakilaani jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza na kutaka kufutwa makubaliano ya kuwa na uhusiano wa kawaida kati ya Morocco na utawala wa Kizayuni. Katika maandamano hayo ambayo yametajwa kuwa ni miongoni mwa maandamano makubwa zaidi kupata kufanyika nchini Morocco dhidi ya jinai za utawala wa Kizayuni, maelfu ya raia wa nchi hiyo walisafiri kutoka kona mbalimbali za Morocco na kuelekea mji mkuu Rabat, wakitoa mwito kwa viongozi wa nchi hiyo kuiunga mkono Falastini na kupinga uhusiano na utawala wa Israel. Washiriki wa maandamano hayo, sambamba na kulaani jinai za mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wa Gaza, wametoa mwito wa kukomeshwa mara moja uhusiano wa nchi yao na Israel, maandamano ya hands off ya nchini Marekani na kuliunga mkono taifa la Falastini na kupinga udikteta wa Trump pia yalikuwa yakiendelea sambamba na maandamano kama hayo katika Mashariki ya Kati, Ulaya na Marekani. Makubaliano ya kuweka uhusiano wa kawaida kati ya Morocco na utawala wa Kizayuni yalifikia mwezi Desemba mwaka 2020. Marekani iliahidi Morocco kuwa italitambua eneo la Sahara Magharibi kwa milki ya Morocco kwa sharti kwamba utawala wa kifalme wa nchi hiyo uwe na uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni. Uamuzi huo wa kisiasa wa serikali ya Morocco ulikuwa unasubiri kisingizio tu, kwa sababu viongozi wa nchi hiyo walikuwa kwa muda mrefu wanajaribu kuunganisha msimamo wao wa kidiplomasia na wa kikanda kupitia makubaliano kama hayo ili wapate msaada wa kiuchumi na wa kijeshi wa Marekani. Maafisa wa Morocco pia walitumai kuwa Israeli ingesaidia nchi hiyo katika nyanja mbalimbali, hususan teknolojia, kilimo na usalama wa kijeshi, matumaini ambayo si tu hayakutimia bali pia yameendelea hadi leo kuzusha maandamano ya umma dhidi ya utawala wa kifalme wa Morocco. Tangu kutiwa saini mkataba huo, wananchi wa Morocco ambao wana mizizi mirefu ya Kiislamu na ya Kiarabu na wamejikita kwenye kuliunga mkono taifa la Falastini wameonyesha mara kwa mara upinzani wao dhidi ya maamuzi ya watawala wa nchi hiyo kupitia mikutano mikubwa ya hadhara huko Rabat na kwenye miji mingine ya taifa hilo. Maandamano hayo yameshika kasi katika miaka michache iliyopita, hususan tangu kuanza vita vya Gaza na jinai kubwa zinazofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya Palestina wasiokuwa na ulinzi. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, wananchi wa Morocco, mbali na kulaani jinai za Israeli dhidi ya Palestina, mara kadhaa wametoa mwito wa kufutwa makubaliano ya kuwa na uhusiano na utawala wa Kizayuni. Uungaji mkono wa Palestina umo ndani ya damu za wananchi wa Morocco. Kwa mtazamo wa Waislamu wa Morocco, makubaliano hayo na Israeli ni usaliti kwa kadhia ya Falastini na ni kuunga mkono wavamizi na makatili. Kwa mara nyingine tena, maandamano makubwa yameanza nchini Morocco na katika nchi nyingi zinazounga mkono kadhia ya Falastini, kuanzia Indonesia, Malaysia hadi Misri, kufuatia Israeli kuvunja makubaliano ya kusitisha vita na Hamas. Kwa watu wa Morocco, Falastini ni suala la ulimwengu wa Kiislamu, hivyo kuwa na uhusiano wowote na utawala unaokalia kwa mabavu Quds tukufu ni usaliti wa sheria na misingi ya dhamiri za kibinadamu na ya kila Muislamu. Maandamano ya wananchi wa Morocco dhidi ya makubaliano ya kuwa na uhusiano wa kawaida na Israeli yanaonyesha kwamba wananchi hao wanataka kuiona nchi yao inaliunga mkono taifa la Palestina kwa ukamilifu, na kwamba raia wako macho na hawatadanganywa na mtu yoyote kwa maneno kama vile amani, maendeleo ya kiuchumi au usalama wa kikanda yanayotumiwa kujaribu kuhalalisha makubaliano hayo ili kuweza kuwadanganya wananchi. Ushahidi wa hayo ni pale wanapoonekana waandamanaji wengi wa Morocco wakiwa wamebeba mabango katika mikutano ya hadhara na maandamano yenye maandishi yanayosema mauti kwa Uzayuni au Palestina ikombolewe. Hali kadhalika, japo kuwa hivi sasa
Jinai za utawala wa Kizayuni katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina zimekuwepo kwa miaka mingi, lakini hivi sasa hisia za wanadamu katika kila kona zote duniani zimeamka zaidi kutokana na operation ya kimbunga cha Al-Aqsa na mapambano ya kishujaa ya makundi ya mukawama ya Gaza kwa kushirikiana na makundi mengine ya mukawama nje ya Palestina kama vile Lebanon, Iraq na Yemen. Hivi sasa mwangi wa hasira za kimataifa dhidi ya jinai za Wazayuni unasikika kila mahala kote duniani. Maandamano ya mamilioni ya watu katika majimbo 50 ya Marekani na katika nchi mbalimbali tofauti chini ya kauli mbiu ya hands off kulalamikia kushiriki Marekani kwenye jinai za Israeli huko Gaza ni ushahidi wa wazi wa kuamka zaidi hisia za walimwengu na kutambua uhakika wa mambo kuhusu madola ya kibeberu duniani yanavyoendesha mauaji huko Gaza bila kuwa na chembe ya ubinadamu. Wakati huo huo, wananchi wenye hasira wa Mauritania wamefanya maandamano makubwa na kuzingira ubalozi wa Marekani mjini Nouakchott wakilaani jinai za Israeli dhidi ya Gaza na kushiriki kikamilifu Washington katika jinai hizo. Mashirika mbalimbali ya habari yameripoti habari hiyo na kuongeza kuwa siku ya Jumatatu Aprili 7, wananchi wa Mauritania waliitikia vilivyo mwito wa kimataifa wa kushikamana na wananchi wa ukanda wa Gaza. Mamia ya waandamanaji wamekusanyika mbele ya ubalozi wa Marekani mjini Nouakchott wakilaani jinai za utawala wa Kizayuni dhidi ya Wafalastini na kuzingira ubalozi wa Marekani kuonyesha hasira zao kutokana na kushiriki kikamilifu katika mauaji yanayoendelea huko Gaza kwa Washington wakishirikiana na utawala wa Kizayuni wa Israeli. Waandamanaji hao wamepiga nara za kulaani utawala wa Kizayuni na kutoa wito wa kususiwa nchi zote zinazounga mkono utawala ghasibu wa Israeli. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Mauritania, makundi mbalimbali ya wananchi wa nchi hiyo wakiwemo wafanyabiashara, wanafunzi wa vyuo vikuu na watu wengine wameitikia vema mwito wa kimataifa wa mshikamano na Gaza kwa kushiriki kwa maelfu katika maandamano hayo. Wananchi wa Mauritania waliandamana pia mbele ya ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa taifa hilo siku ya Jumamosi kupinga mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israeli katika ukanda wa Gaza. Washiriki wa maandamano hayo walitangaza hadharani kwamba Marekani ndio inabeba dhima yote ya kuendeleza mauaji ya umati ya Israeli huko Gaza na kutoa mwito wa kusitishwa uhusiano wa kidiplomasia wa Washington na nchi yao. Wakati huo huo, maelfu ya waandamanaji wamejitokeza katika mitaa ya Tel Aviv kushiriki katika maandamano mapya ya kupinga serikali ya utawala haramu wa Israeli, wakati ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu alipokuwa na rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington wakipanga namna kuendeleza vita ya mauaji dhidi ya wananchi wa Gaza. Waandamanaji hao siku ya Jumatatu Aprili 7 walikashifu sera za Netanyahu, ikiwa ni pamoja na hatua yake ya kuwatimua maafisa wakuu wa usalama na sheria wa utawala huo. Pia wamelaani kuanzishwa tena kwa vita vya mauaji ya halaiki dhidi ya watu wa Gaza wasiokuwa na hatia. Familia za mateka wa Israeli wanaoshikiliwa huko Gaza pia walijiunga na maandamano hayo, wakihimiza kukomeshwa vita na kufikiwa makubaliano ya kuhakikisha kuachiwa huru kwa mateka hao. Maandamano hayo makubwa yalifuatia maandamano ya kila wiki siku za Jumamosi, ambapo waandamanaji wanalitaka baraza la mawaziri la utawala huo kutanguliza mbele swala la mateka juu ya maslahi mengine. Pia wameutaka utawala huo kuacha kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza na harakati ya Hamas. Harakati hiyo ya mukawama ya Palestina Hamas ilisema itawaachilia huru mateka waliosalia ili kubadilishana na kuachiliwa kwa mateka zaidi wa Kifalastini kufikiwa usitishaji vita wa kudumu na Israeli kujiondoa kabisa kutoka Gaza. Israeli ilihitimisha kwa upande wake mmoja makubaliano ya kusitisha mapigano ya Gaza na kuanza tena vita vyake vya mauaji ya halaiki dhidi ya watu wa Gaza mnamo Machi 18, ambapo hadi sasa idadi ya vifo imefikia 1391 na wengine 3434 kulingana na vyanzo vya matibabu. Huko Misri, maelfu ya wananchi wa Misri kutoka majimbo mbalimbali wamekusanyika karibu na uwanja wa ndege wa Al Arish katika mkoa wa Sinai kaskazini, wakitangaza kuunga mkono kadhia ya Falastini na kupinga jaribio lolote la kuwafurusha Wafalastini kutoka katika ardhi yao. Huku wakipeperusha bendera za Misri na Falastini, waandamanaji hao waliokuwa wamebeba mabango yaliyosema hapana kwa kuhamisha na tunasimama na Gaza, miongoni mwa wajumbe nyingine
wametangaza kuunga mkono mpango wa ujenzi mpya wa Gaza uliopendekezwa na Misri. Tunaunga mkono kadhia ya Palestina na haki za Palestina dhidi ya majaribio ya kuhamisha kwao, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump. Soad Mustafa ambaye anatoka jimbo la Port Said na mwanachama wa chama cha watetezi wa nchi ameliambia shirika la habari la Xinhua wakati wa maandamano hayo. Maandamano hayo ya siku ya Jumanne Aprili 8 yalifanyika wakati Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alipotembelea mji wa Al Arish kwenye mpaka wa Misri na Gaza, ambako Misri inapokea misaada ya ndani ya kimataifa kuelekea Gaza iliyozingirwa kupitia kivuko cha Rafah. Hospitali za Arish pia zinatibu makumi ya Wafalestina waliojeruhiwa. Macron aliwasili Cairo siku ya Jumapili Aprili 6 jioni kwa ziara ya siku 3. Siku ya Jumatatu Aprili 7, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, Emmanuel Macron na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan walifanya mkutano wa pande 3 huko Cairo, ambapo walitoa taarifa ya pamoja ya kutaka kufufuliwa mara moja mapatano ya usitishaji vita huko Gaza. Hayo ndio tuliyoyakusanya kutoka kote ulimwenguni, ambapo mataifa ya Ulaya, Asia, Marekani na bara Arabu wamekuwa wakitokeza mbele ya umma na kupita mitaani kuonyesha hasira zao na kutoa mwito wa kumaliza vita vya mauaji ambavyo vinaendeshwa na Israeli kwa msaada mkubwa wa Marekani. Hii ina maana kwamba mahala popote ambapo Israeli bado inaungwa mkono, basi inaungwa mkono na kikundi kidogo cha watawala, lakini Israeli haimo tena katika nafsi za wananchi walio wengi takriban kote duniani. Mataifa 192 takriban yanayounda Umoja wa Mataifa ni mataifa 70 yanayoiunga mkono Palestina hadharani, na mataifa mengine machache yaliyosalia yameshindwa kuonyesha msimamo wao dhahiri, na yaliyoonyesha dhahiri msimamo wao ni Marekani, Uingereza na Ufaransa na nchi nyingine chache sana za Ulaya, ambazo mataifa yaliyosalia yote yanapinga kile kinachofanyika Israel, isipokuwa Marekani ambaye ndio anayetoa silaha na nyenzo zote za kufanyia mauaji, na huku Donald Trump akijinaki kuwa yeye ni rais ambaye amekuja kuleta amani duniani, huku akitoka na udenda wa tamaa ya kupora eneo la Gaza ambalo anasema ni eneo tajiri kutokana na rasilimali zake zilizopo, ambapo kuna gesi nyingi sana na mafuta, ambaye ndicho kinachowafanya kushupalia kuwafukuza wananchi wa Gaza ili waliteke eneo hilo na kuliyahudisha ama kulibinafsisha kwa kulitumia yeye mwenyewe Trump kama eneo la uwekezaji wake binafsi, jambo ambalo haliwezi kukubalika kwa namna yoyote itakavyokuwa. Kubwa ya yote katika mgogoro huu ni ukimya wa Waarabu na unafiki wa mataifa ya Kiislamu katika kuwasaidia ndugu zao wa Palestina, ukiondolea kwa mbali mkutano wanayokutana. Lakini vile vile tatizo la pili lililokumba mataifa ya Kiislamu ni ule utegemezi wao kwa Marekani, ambapo mataifa makubwa ambayo yangeweza kutoa msaada kwa Palestina yote yako chini ya himaya ya Marekani, yanalindwa na Marekani, kuna bezi za kijeshi za Marekani, jambo ambalo linaihakikishia Israel kwamba haiwezi kupata upinzani wa kijeshi kutoka eneo lolote la nchi za Kiarabu katika eneo lile. Unafiki mwingine wa Waarabu ni kwamba wakati Israel inagombana na Wafalestini pale Gaza, Wamarekani wametoka kwao, Uingereza imetoka Uingereza, wamekuja kukutana Yemen kwa ajili ya kuishambulia Yemen, na hili wanalifanya kwa sababu Yemen inaipiga Israel kwa nia ya kutaka kuivunja nguvu Israel isiendeleze mauaji ya Wafalestini. Utaona kwamba wenzetu hawa wasiokuwa sisi Waislamu, wao wanasaidiana kwa vitendo, sio kwa maneno wala kwa pesa. Amerika inatoa pesa, Amerika inatoa ndege, inatoa vifaa, inatoa zana za intelijensia kufanikisha mambo yao, lakini wanawasaidia Mayahudi kwa wao wenyewe kuja kupigana na wale ambao wanawapiga Mayahudi. Trump anatoa vitisho vya kutosha kwa ajili ya kuipiga Iran, ambayo anajua ndio inaisimamia vikundi vyote kwa ajili ya ukombozi wa Palestina. Hakuna nchi ya Kiarabu hata moja ambayo imetoa jeshi lake kulipeleka mahala popote kwa nia ya kuwasaidia wa Palestina kijeshi. Hii ndio ni jambo ambalo linaonyesha namna ambavyo Waarabu hawana msaada kwa ndugu zao, bali wako pamoja na Marekani na wanawaacha watu wa Gaza waendelee kuuliwa. Ni nini wanachosubiri Waarabu wakione ili waone kwamba ndugu zao wa Palestina wanauawa au wanadhulumiwa, ili na wao wapate kuingia
kwa sababu hii ni jihadi. Ukombozi wa Masjidul Aqsa ni jihadi kwa Uislamu. Hao wanaojifanya na kujidai kuwa wao ndio Waislamu wako wapi? Wameliacha swala la Falastini mikononi mwa Irani peke yake, kwani Irani peke yao ndio Waislamu? Wamewaacha Wafalestina wenyewe, hali ya kuwa Wafalastini katika Gaza wamezingirwa, hawana pa kutokea wala pa kuingilia, wala hakuna namna ya kuweza kuwasaidia. Gaza hakuingii dawa, hakuingii chakula, hakuingii msaada wowote wa kibinadamu, achilia mbali silaha. Vipi wanaweza wakamudu mapigano wao na Israeli katika kipindi ambacho hawana uwezo wa kupokea aina yoyote ile ya msaada? Mayahudi wanasema watawaua Wafalastini kwa kuwapiga mabomu, kwa kuwasaga na vifaru, kwa kuwachoma moto, kwa kuwalaza na njaa, kuzuia dawa wafe kwa magonjwa. Waarabu wamekaa wanakunywa kahawa na viremba vikubwa, huku wakijifakharisha kwamba wao ni Waislamu na Waislamu wote ni ndugu. Undugu gani wa maneno ambao ni wa unafiki? Intabahu ayuhal arab, amkeni viongozi wa nchi za Kiarabu. Wafalastini watamalizika, uwezo mnao wa kuweza kuwanusuru. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.